wala kama wewe hakuna mwingine. Tunalitukuza na kulibariki jina lako. Tunapenda kulisikiliza neno lako la uzima. Tunaomba Roho Mtakatifu kapate kuongea na sisi kwa jinsi ambavyo tunaweza kuelewa na kulifanyia kazi neno kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na mimi ninaomba unipe jinsi ya kusema iliyo sahihi, niseme vile ambavyo unataka niseme. Ninaomba Roho Mtakatifu unifunike, ninaomba unisaidie niseme yale ya kwako tu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Ninaomba ujitolee utukufu na heshima na adhama kwa yote tutakayotokea mahali hapa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba tukuamini na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Nashukuru uongozi wa timu kwa nafasi hii. Kama kawaida ninaona wananipaga masomo ambayo sifai kuyasema. Nafaa nikae kule alafu wale wa baba waongee. Lakini for some reason wananipa alafu naanza kupata shida. Kwa hiyo masomo kama hilo sikuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunajua Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atatusaidia, atatuongelesha. Alafu basi tutasogea. Somo lina kama tulivyosikia kwenye nuru ni mti usiozaa hukatwa, linatoka kwenye kitabu cha Marko 11. Marko 11 mstari wa 13 na wa 14. Biblia inasema, nitaanza mstari wa 12. Hata asubuhi yake alipotoka Bethania aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Alafu neno la pili tulilolipewa linatoka kitabu cha Luka 13 mstari wa 6 na wa 7. Luka 13 mstari wa 6 na wa 7. Akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda kutafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii nakuja nikitafuta matunda juu ya mti huu, nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Bwana Yesu asifiwe. Wakati nikiwa na tafakari somo hili, niliona kama semina iliyopita ililiongelea, na hata leo wakati wa nuru, wakati tunasikiliza, naona somo la wiki ijayo litapita hapa hapa. Na nilipokuwa nawaza kwa semina iliyopita limeongelea, nikawaza nikasema, sasa nitasema nini? Mbona kila kitu tulishakisikia kwenye semina? Na kiukweli vitu vingi vilikuwa covered kabisa. Yaani sikujua hata niseme nini. Lakini nakumbuka wakati wa semina mtumishi alikuwa anatoa neno, alikuwa anasema, sijaje kufundisha, nimekuja tukumbushane. Kwa sababu haya yote tunayajua. Kwa nikawaza nikasema, basi na mimi ninaenda tukumbushane kwa sababu haya yote tunayajua. Wakati natafakari kuzaa, nikawaza hivi kuzaa ni nini? Tuende back to the roots. Kwani kuzaa ni nini? Lakini neno kuzaa lilitumika mara ya kwanza lini? Neno kuzaa kwa mara ya kwanza lilitumika wakati wa uumbaji. Wakati Mungu anaumba dunia, kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 22 na 24, aliweka wanyama wa baharini, akasema zaeni. Kwa mara ya kwanza kuzaa kunaonekana pale. Baada ya pale akasema ardhi na izae, ardhi kazaa. Lakini kwenye Mwanzo 1:28 baada ya waumba wanadamu, anaambia nendeni mkazae mkaongezeke. Kwa hiyo tunaona kuzaa ikawa ni kama amri na agizo kutoka kwa Mungu. Tafsiri ya kuzaa ni nini? Ni mchakato wa kibiolojia. Sasa kwenye kiroho tutasema ni mchakato wa kiroho, lakini kuzaa ni nini? Maana tu ya kuzaa ni mchakato wa kibiolojia ambao kiumbe hai kipya kinapatikana kutokana na kiumbe kingine au vingine. Hiyo ndio maana ya kuzaa. Kwa hiyo ni kitu kingine kipatikane kutokana na kiumbe kingine. Uwezo wa kuzaa ni kati ya sifa kuu zinazoonyesha uwepo wa uhai. Yaani sifa, jiwe halizai. Kwa kitu chochote kinachozaa ni kitu ambacho kina uhai. Kwa hiyo ni indication ya uhai. Kuzaa na kuongezeka ni kati ya mambo yanayofurahisha sana wanadamu.
haijalishi ni kuzaa kwa aina gani. Wanadamu wanapopata watoto ni jambo la kufurahisha. Ukipanda mahindi akakupatia hindi lingine ni jambo la kufurahisha. Ukiweka mti ukakupatia matunda ni jambo la kufurahisha. Ukifuga ng'ombe akakuzalia ndama ni jambo la kufurahisha. Kwa hiyo ni jambo ambalo linamfurahisha mwanadamu. Yaani huku ndani kati ya vitu tunavyovisikia rani, tunapozaa, tunapoongezeka, inatuletea furaha kabisa katika mioyo yetu. Lakini tutakapopita katika somo hili tutaona ni jambo linalomfurahisha Mungu pia. Ni kati ya vitu ambavyo vinamfurahisha mwanadamu, lakini pia Mungu anafurahishwa na kuzaliwa kwa jambo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa swali linakuja, je, mtu anazaaje? Tunazaaje matunda sasa kwenye kiroho? Sasa ile nilitoa tafsiri na tafsiri ya kimwili kuelewa na maana neno kuzaa. Lakini sasa kwenye hali ya kiroho tunazaaje matunda? Jinsi ya kwanza kuzaa matunda ni tunawezeshwa kuzaa matunda tunaposafishwa. Kwenye kitabu cha Yohana, tutakaa hapo kwenye Yohana kidogo. Kitabu cha Yohana mlango wa 15. Yohana mlango wa 15 mstari wa 2. Biblia inasema, tutaanza mstari wa kwanza. Nasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa. Kwa kitu chochote ambacho hakizai, mlango ule mwingine alisema kata, hapa anasema huliondoa. Unaona kwa ni jambo ambalo linapendeza Mungu kuzaa, na usipozaa anaondoa. Anasema, na kila tawi lizaalo hulisafisha ili lizidi kuzaa. Kwa njia ya kwanza ya sisi kuwezeshwa kuzaa, njia ya kwanza ni lazima kuondolewe maotea. Kwenye kilimo wanaita kufanya pruning. Kwenye maisha yetu ya kiroho, ili tuweze kuzaa matunda, ni lazima viondolewe vitu ambavyo vinatusonga. Wakati Yesu anatoa mfano wa mpanzi, alisema kuna mbegu zilizodondoka kwenye miba. Anasema ziliota, lakini zilisongwa na mambo mengi, hivyo zikashindwa kuzaa. Kwa hiyo tunaposongwa na mambo mengi kwenye maisha yetu tunashindwa kuzaa. Kwa kati ya vitu vinavyotuwezesha kuzaa ni kuondolewa kwa takataka ambazo hazitakiwi. Sasa zinaweza zikaja kwa jinsi tofauti tofauti, na kila mtu ana takataka zake za kuondolewa. Kuna wakati ambao ili kuzaa matunda Mungu anaondoa baadhi ya marafiki. Kuna wakati ili kuzaa matunda Mungu anaondoa kazi yako ulionayo. Kuna wakati ili kuzaa matunda Mungu anaamua usifanikiwe kwenye jambo fulani. Yaani anataka hapo kwanza upite ndio uendelee pengine. Kuwa pruned ni process ambayo nilishia kusema hapa siku nyingine, inaumiza mmea, haifurahishi kukatakata, lakini ni process ya muhimu, ni mchakato wa muhimu kwa mmea ili uweze kuzaa matunda. Kwa hiyo ni njia ya kwanza, na hii ni kazi anayofanya Mungu. Njia ya kwanza inayotusaidia kuzaa matunda, kusafishwa, ni kazi ya Mungu anaifanya ndani yetu, na inafanywa kwa kupitia neno la Mungu. Kila tunapolisoma neno la Mungu, kila Roho Mtakatifu anapoongea na sisi ndani, tunakuwa pruned. Unaamka asubuhi, unasoma neno, unasikia sasa hapa limeniongelesha kabisa. Yaani kama vile Roho Mtakatifu ameamka akaniongelesha ile tabia yangu kabisa. Unaona kabisa, afu unaanza sasa mchakato. Jana kuna mtu aliniuliza, kaniambia, sasa neno la Mungu litanisaidia kuacha hii tabia? Nikamwambia ndio, neno la Mungu linaweza kukusaidia kuacha hiyo tabia. Unaona, neno la Mungu linamsaidia mtu, linaondoa takataka ili aweze kuzaa. Njia ya pili ni kukaa ndani ya mti, kuunganika na mti. Kwenye Yohana hiyo mlango wa 15 mstari wa 4 na 5 anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu mimi na akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hakuna kuzaa popote bila kuwa ndani ya Yesu. Kwa hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuzaa matunda unless amekaa ndani ya Yesu. Na huko mbele tutaona ni tunda gani. Kwa nini inasisitiza ni lazima ukae ndani yangu na mimi nikae ndani yako? Yaani ni lazima tuungane na mti. Hakuna tawi ukilitoa likaweka chini alafu likatoa maembe, haiwezekani biologically. Kwa kama biologically haiwezekani, spiritually pia haiwezekani. Anasema kama mimi ni mzabibu, ni lazima muamue kukaa ndani yangu, lazima mkae hapa na mimi nikae ndani yenu, lazima tuwe
wa moja. Anasema hivyo ndivyo mnavyoweza kuzaa matunda. Hapo unajiuliza, hapa ni nini? Huu ni wajibu wangu kuamua Yesu kukaa ndani yangu. Hii ni kazi yangu. Ile nyingine ilikuwa ni kazi ya Mungu, lakini hii ya pili ni kazi yangu. Kwa nini natakiwa nihakikishe ninakaa na Yesu? Sasa hivi wote Yesu anaenda, nakaa hapo na yeye. Nikiamua kujitoa, nimejitoa kwenye mti, sizai matunda. Lakini lazima niamue. Kwa hiyo huu ni wajibu wangu. Wajibu wa kwanza ni wajibu wa Mungu, wajibu wa pili ni wajibu wangu. Jambo la tatu linalosaidia mti kuzaa matunda ni mahali mti ulipopandwa. Eneo. Biblia inasema kwenye Yeremia 17 mstari wa 7 na 8 na Zaburi ya kwanza mstari wa 3, anaelezea kuhusu mtu mwenye haki. Akasema, lakini huyo mtu anafanana na mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, usao matunda yake wala tawi lake halinyauki, na kila alifanyalo linafanikiwa. So tunafahamu biologically, mtu unapokaa pembeni ya maji, huu mtu unazaa matunda. Tena inawezekana ukazaa matunda hata kipindi ambacho labda sicho. Itazaa matunda tena, saa nyingine tunasema matunda lakini sio mabaya, sio msimu wake. Kuna pale nyumbani kwetu kuna parachichi ambalo linazaaga mwaka huu nimeona ndeza mwaka mzima, lakini yale maparachichi hayawi matamu, hayakomai pase, yapo tu hapo, kwa sababu karibu na ule mparachichi kuna bomba la maji. Kwa maji mara yamemwagika yameenda kwenye parachichi, kwa kuna namna tu linapata maji wakati wote. Mtu unapokuwa mbali na maji unazaa matunda, lakini kwa shida unakuwa na tabu. Watu wanaolima ndizi wanafahamu kwa sehemu ikiwa na maji na sehemu ambazo hazina maji ya kutosha, mazao yanakuwa ni tofauti. Hizi ni nini? Hizi ni nyakati kwenye maisha yetu. Hizi ni nyakati. Kuna nyakati kwenye maisha yetu au kuna mahali ambapo tumepandwa ambapo panatusaidia kuzaa matunda kirahisi. Nikupe mfano. Sisi hapa New Life, sisi tuko pembeni ya maji au tuko desert? Jangwani. Sisi hapa NLC, Sisi hapa tuko jangwani. Kikiro tuko jangwani. Tuko kwenye maji. Tuko sehemu ambayo neno la Mungu lipo, nyimbo zipo, sala zipo. Hata kama nikuja siwezi kusali. Akija hapa mtu akaomba, mimi najikuta tunasema Mungu haya, basi saidie nchi, basi nisaidie. Hivyo hata nitasema hapo sentensi kwa namna hiyo. Hata kama nilikuwa sijaenda kanisani, hata nilikuwa sisikia neno wiki nzima, lakini kija hapa nimepata neno. Alipo Afghanistan yuko wapi? Jangwani. Yuko jangwani both geographically and kiroho. Kwa nini? Upatikanaji wa tunachokipata kwake sio mrahisi. Kwa anaweza kuzaa matunda lakini kwa taabu sana. Na hapa ndio watu wa biolojia wanakuambia aina mizizi yetu inatofautiana. Mzizi wake yeye itabidi uende chini sana kwenda kutafuta maji. Na ndio leo unasikia amepata Biblia kwa kuingiziwa na watu ambao hao watu walijificha kwenye mahandaki, wakaleta Biblia alafu ndo wanasali. Inabidi wasali waende kwenye mahandaki. Unaona tofauti yao na sisi Kwa watu wanazaa matunda lakini mmoja anapita kwenye struggle. Mti ambao unatafuta maji lazima upeleke matawi chini mbali, lakini ukiwa pembeni ya hapa tu maji tu unazaa matunda haraka kirahisi tu. Kwa hiyo hii ni hali ya maisha yetu, na kuna wakati kwenye maisha yetu tunapita vipindi vingine ni vya tunajiona kama tuko pembeni ya maji. Kuna wakati tunapita vipindi ambavyo unasema hiki kipindi kwenye maisha yangu hiki kimekaa desert. Na hapo ndo tunaona ule mzizi wako ulienda chini kiasi gani. Zile nyakati kuna nyakati ambazo tunapita unasema huyu mtu angekuwa hajaokoka, hii asingesimama. Hiyo tunafahamu huyu mtu, hilo tunda tunaposema hivyo tumeona tunda ndani yake, lakini linatokana na mzizi, na tunajua huyu mtu amepandwa, alitafuta maji kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ni reserve, anatumia mahali. Juzi nilikuwa naongea na mwenyekiti kule kazini, ni bosi. Nikaa namwambia kaka mahali tulipopita hapa ofisini, nikamwambia kata picha tuliomba, hivi tusingeomba ingekuwaje? Kuna kipindi unapita unasema hivi hapa tusingeomba. Kama tumeomba ndo tunapita hivi. Tusingeomba ingekuwaje? Kwa hiyo hizo ndo njia tatu ambazo angalau zinatueleza mtu anazaje matunda. Inawezekana kuna nyingine. Kwa nini ni muhimu kuzaa matunda? Kwa nini tumepewa hili neno? Kwa nini ni muhimu sisi kuzaa matunda? Jambo la kwanza, sababu ya kwanza ambayo mimi naamini nimeweka kwa umuhimu,
Ni agizo la Mungu, ni agizo la Mungu. Kwenye Mwanzo anaposema endeni mkazae, hajasema naombeni mkifika kule mkijisikia mzae matunda. Hakusema hivyo, alisema zaeni. Yaani aliwaambia samaki wazae, aliwaamuru. Samaki hana conscious ya kuamua, yaani hana maamuzi, wala ardhi haina maamuzi ya kusema sasa nitatoa au sitatoa. Aliviamuru zaeni. Kwa hiyo tunafahamu kwa uhakika kwa swala la kuzaa matunda ni agizo la kimungu. Kwenye Yohana 15 hiyo hiyo tutakapo kwa muda mrefu, nimesema mlango wa 15 mstari wa 16a anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi nikawaweka mwende mkazae matunda. Ni agizo. Anasema nilikuchagua mimi ili uende ukazae matunda. Hilo ni agizo. Kwa sababu ya sisi kufanywa tuokoke ni kutuzae matunda. Hivyo full stop. Anasema si ninyi, ni mimi niliyowachagua ili mwende mkazae matunda. Sababu ya pili inayotuambia kwa sababu ya pili ya kuzaa matunda ni ili Mungu kupata kutukuzwa kwa jinsi sisi tunavyozaa matunda. Kila tunapozaa matunda utukufu unamrudia. Kila tunapozaa matunda utukufu unamrudia. Ndio nikasema unamwona mtu anapita kipindi unasema angekuwa hajaokoka. Si tumeshamrudishia Mungu utukufu tunasema angekuwa hajaokoka. Hapa ni kwa sababu ya Mungu, hapa ni kwa sababu ya wokovu wake, hapa matunda alionayo. Kwa kila tunapozaa matunda Mungu wetu anatukuzwa, na hiyo inatosha yenyewe kwa sababu ya kwa nini mimi nizae matunda. Kwa unapozaa matunda ufikirie, unapoanza swala la kuzaa matunda inatakiwa ufikirie kwa sio kwa ajili yangu pase, lakini kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Mlango wa 15 mstari wa 8 hii Yohana anasema, hivyo kutukuzwa Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kwa Mungu anatukuzwa tunapozaa sana. Mungu anatukuzwa sisi tunakuwa wanafunzi wa Yesu. Anasema mkipendana watu wanajua ninyi wanafunzi wangu. Alisema hivyo kwenye Yohana wa kwanza. Anasema mnapopendana watu wanafahamu wengine, inakuwa ni ushuhuda kwa hawa ni wanafunzi wangu. Sababu ya tatu Mungu, kwa nini ni muhimu sisi kuzaa matunda? Mungu anaangalia mti au tawi linalozaa matunda. Mungu ana jicho lake hapo. Kwenye Yohana hiyo hiyo mstari wa 2 anasema, kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, lakini kila linalozaa ulisafisha lizidi kuzaa. Kwa unapozaa matunda unamsababisha Mungu akuangalie kwa ukaribu, akupruni. Lakini ukiwa uzai matunda, Mungu anaendelea na mambo mengine, Bwana anaendelea kwanza na kazi zingine kidogo. Ukisema matunda, nazaa matunda, safisha ili lizidi kuzaa. For that reason mimi nitazaa matunda. Yaani nitataka kuzaa matunda ili baba aniangalie, ili mkulima niangalie, nitazaa matunda. Mtu wakati tawi lile na machungwa mengi au anakataga? Hapana. Tawi linalokuwa na matunda mengi hukati. Mti ambao ndio unaletea maembe ya kutosha hukati. Unauangalia, unasema jamani, unajua hiyo mbolea mwageni pale. Kwa hiyo inatusaidia Mungu kutuangalia. Tunapofanya ajenda za kimungu, Mungu anaangalia ajenda zetu. Sijui kama watu wengi mmeona hilo kwenye maisha yenu. Ukifanya ajenda kimungu, unaona mbona kama hivi naenda tu. Kuna ajenda ya kimungu unafanya, kwa Mungu anageuza jicho lake kukuangalia. Sababu ya 4, kwa nini tunatakiwa tuzae matunda? Mungu anayajibu maombi yetu. Kila tawi linalozaa Mungu hujibu maombi yake. Kila tawi linalozaa. Mlango huo wa 15 mstari wa 16b anasema, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Bwana kwa jina langu, Baba kwa jina langu awapeni. Kwa unapozaa matunda, wewe ni attraction ya majibu ya maombi. Kwa ukitaka maombi yako yajibiwe, hakikisha unazaa matunda. Mama mmoja aliwahi kusema, akasema, unajua kutaka hela kwa Mungu ni njia rahisi sana. Ukitaka hela kwa Mungu, hakikisha moyo wako uko channeled na kazi yake. Yaani hakikisha kusema nataka nifanye hii biashara, ili hii kazi ninayoifanya, hiki biashara ninachokianzisha hichi kifanye kazi ya kufinance huduma za NLC. Yaani mahubiri akiwa anaenda, mimi kazi yangu ni kufinance. Unadhani Mungu anafanyaje? Atajibu hiyo maombi haraka. Kwa nini? Kwa sababu anaona matunda ya hili ombi. Anasema unajua mnaomba ampati kwa sababu mnaomba vibaya.
Huyu mama akasema, yani imagine ukabadilisha tu target. Na sasa useme kwa mdomoni, useme kwa unajua Mungu anaanzisha biashara, lazima huko ndani kwa kumebadilika mioyoni mwetu, kwa kumebadilika kiasi kwamba cha kusema nina wivu na kazi ya Mungu kiasi kwamba hii biashara ninayoanzisha. Wakati mwenyekiti hapa anasema kwa unajua tumekubaliana kila mwezi tulete shilingi 60,000, sasa napiga mahesabu ya ile kazi ninayofanya nikitafuta 60 baada ya majukumu yote tunapata hapo. Sasa Mungu inabidi nianzishe biashara. Kwa nimekaa pale na tafakari, nataka nianzishe biashara ambayo itasababisha nipate shilingi 60,000 kila mwezi. Nakupa tu mfano, limekuja leo, yani hilo ni wazo jipya. Kwa labda na mimi nikupe wazo jipya. Akitangaza hapa ni hela nyingi, ukizitafakari shilingi 700,000 ni mshahara wa mtu huo, 720,000 kwa mwaka ni mshahara kama mtu. Na mtu mwingine shilingi 60,000 ndio hela unaopata kwa mwezi ya matumizi. Lakini pata picha, ingekuwa unaamua kwa hizi hela nitakazopata biashara hiki nitakachokifanya hichi itakuwa ni kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Anasema anajibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lolote tutakalolitaka atatupa. Kwa nini? Kwa sababu mnazaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la 5 la kwa nini ni muhimu sisi kuzaa matunda ni jinsi ya kuonyesha au kueleza ulimwengu sisi ni kina nani. Kwa nini lazima tuzae matunda? Ili ulimwengu ujue, watu wajue sisi ni kina nani. Mlango huu kwenye kitabu cha Mathayo 7 inaonyesha jinsi ambavyo matunda ni ushuhuda wetu. Mathayo 7 mstari wa 15 mpaka wa 18a anasema, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Anasema mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mtu mwovu huzaa matunda maovu. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozaa matunda ni ushuhuda kwa watu, sisi tunatokea wapi, sisi ni wakina nani. Kila mtu anapotazama matunda yetu ndio sehemu anapojudge. Manabii, Yesu alikuwa anasema kuhusu manabii wa uongo, anasema mtawatambuaje? Kwa sababu wanakuja wamevaa, wanaonekana kwa jinsi fulani, lakini mtawatambuaje? Anasema ni lazima tuinspect matunda. Watu wanasema wokovu ni jambo langu personal, ni jambo langu binafsi. Very true, ni kweli kabisa. Wokovu ni jambo lako binafsi. Mizizi inapokuwa chini ya ardhi hatuioni wala hatujui habari zake. Lakini Yesu ametupa ruhusa ya kuangalia matunda. Kwa hiyo simwambie mtu usinijaji. Yesu Kristo tumejificha kwenye maana anasema usinihukumu. Usinihukumu. Tunawaambia watu usinihukumu. Yesu alitupa ruhusa ya kukagua matunda. Kwa kama tunda lako limekaguliwa, tumesema dada, hili tunda lina miss kwako, usiseme unahukumiwa. Inatuonyesha wewe ni wanani. Anasema mnapozaa mtawafahamu kwa matunda yao. Mti mwema hauwezi kutoa matunda mabaya. Ukisema ni wewe ni wa Yesu, huwezi kuwa na matunda mabaya. Ukiwa wa shetani, wala hatuna haja ya kutafakari sana, yani hatuna haja ya kuliremba. Tunafahamu tu mti. Bwana Yesu asifiwe. Je, tunazaa matunda gani? Ni matunda yapi sasa tunayosema? Yaani kwa nini tunaambiwa tusipozaa? Sasa hapa ndio maana nimesema hili somo natakuwa nikae kule. Zamani wakati tunakuja fellowship, miaka ya zamani, karibia kila mwanzo wa mwaka. Siku hizi naona sasa kwa sababu tunakuwa na theme inakuwa kidogo, mwaka huu inabadilika kidogo, mwaka jana ilikuwa Yesu kwa malangoni, kwa zinaenda kubadilika kidogo. Lakini miaka ya zamani nakumbuka kila mwaka lazima tuambiwe habari za matunda. Yaani hata kama ni kwa sentence 5, yaani hata kama sio neno la kupiga mkate, lazima tueleze kuhusu matunda. Yaani nilikuwa nikikaga pale nyuma kila mwaka naomba na Mungu, nisaidie Mungu matunda. Hapo kwenye kichwa changu mimi sasa hapo wakati huo. Matunda ilikuwa ni watu ambao hawajaokoka. Watu wanaotakiwa kuokoka. Kwa kila nikikaa pale nyuma napiga mahesabu, mwaka huu nimeongea na mtu mmoja. Nimekaribia kukatwa. Sijui kama wengine mlikuwa mnajisikia hivyo. Lakini nilikuwa nikikaa pale nyuma kila mwaka tukisema kuhusu matunda, nilikuwa nawaza idadi ya watu ambao nimewaleta kwa Yesu. Which is still correct. Bado ni sahihi kabisa.
na hata mpaka leo bado nafanya hivyo hivyo, yani hivyo hivyo bado, yani bado tukisema matunda pamoja na mambo mengine, lazima niwaze hivi, mwaka huu nimeshuhudia watu wangapi, hata kama hawajaokoka wangapi, nimewaambia habari za Yesu. Kwa mimi miaka yote miaka mingi sana nimewaza kuzaa matunda, ni kuleta watu kwa Yesu tu. Wangapi walikuwa wanawaza kama mimi? Sasa nyinyi mmeokoka. Nyinyi mmekoma. Sema naambia hili somo mngetakiwa. Mimi nikae kule. Kwa sababu kuna namna nimetembea nalo miaka mingi hivyo. Lakini nikiwa napita kwenye hili somo sasa nikasema sasa Mungu, kila siku tumeambiwa tukalete watu wa kuokoka. Kwanza kule fellowship kuna watu kuna watu wanaleta watu, sasa kama watu wameenda watu wawili wakaenda kuleta watu 600. Naenda kufundisha nini? Yaani imagine baba angekuwa amekaa hapa. Namshukuru Mungu leo hayupo. Walienda watu wawili wakaleta watu 660 kwa Yesu. Alafu kuna mimi sasa. Mratibu nitaenda huko, hata kama nikwenda na kurudi nitaenda. Kuna mimi sasa sijawahi kwenda kushuhudia. Actually nitaenda, kazi yangu itakuwa nikitembea nyuma ya watu na kuwatia moyo kwa jina la Yesu, Mungu awasaidie. Siwezi. Kuna mimi, yaani kuna nyinyi wazee ambao mmeenda kwenye hizo convention, mmeombea watu walikuwa na miguu imeoza. Nakumbuka kuna mtu alishakusimulia hapo kushuhudia hapa. Hata akapona. Alafu kuna mimi. Alafu nataka nije nihubiri. Sasa ndo nakaribia kukatwa nikilinganisha. Lakini kuna tunda moja ambalo ni la msingi, na hilo tunalisahau mara nyingi. Hasa tunapokuwa tumeokoka kwa muda mrefu. Tunasahau. Na ndio maana nimesema nataka leo nikukumbushana. Siwezi kuwafundisha. Mmenizidi. Lakini tunasahau Galatia 5. Bwana Yesu asifiwe. Galatia 5, na ndio hilo tunda tu ambalo tutalisema leo. Hilo tu. Kwa sababu ya kuleta watu kwa Yesu, hapo mmenizidi, wala siwezi kuongea. Nitakaa chini hilo mnifundishe. Lakini Galatia 5. Na zamani nikiwa nasoma hii mistari nilikuwa najua anasema matunda ya Roho, kumbe ni tunda ni moja. Galatia 5 mstari 22 na 23. Ili hata wapendwa wote hapa watalisema tu kwa kiroho, lakini sasa tulisome tu kwa sababu kuna watoto wadogo bado wanajifunza Biblia. Lakini tunda la Roho, tunda sio matunda, tunda. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Bwana Yesu asifiwe. Na sio upole kiasi. Najua miaka mingi tumesoma hivyo haraka upole kiasi. Kwa tunaambia watu usiwe mpole sana, hata Biblia inasema upole kiasi. Hapana, ni upole kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni tunda la msingi kabla hatujaleta watu kwa Yesu. Yaani kabla hatujaleta watu kwa Yesu. Hili ndio tunda la msingi kuliko matunda yote, na ndio tunda litakalosababisha tusikatwe. Nisipoleta watu kwa Yesu nitapata aibu mbinguni. Wakiwa wamepangwa watu, na babangu alitengeneza hiyo picha, na sisi tani amewatengenezea hiyo picha. Kwa ataiko hapa, Agape nyuma yako, foleni itakuwepo kwa kweli ukilinganisha na Billy Graham, foleni yangu kwa kweli itakuwa inatia aibu. Anasema Agape, mtu kwenye sehemu kama hiyo wewe utapata aibu tu. Yaani nisipoleta watu kwa Yesu mbinguni nitafika, lakini nitapata aibu. Kazi yangu ikipimwa itakuwa ni aidha majani au mawe au dhahabu. Hapo nitapata aibu ya milele. Alafu tu kina wenzangu walikuwa wanaweka zile taji kwa watu waliopigwa mijeledi 50 kasoro mmoja, sijui mimi nitakuwa ninapata aibu huku nyuma huku. Lakini nisipozaa haya matunda ya Galatia 5 mstari 22 mpaka 23, mbinguni siendi. Hilo ndio tunda la msingi kuliko matunda yote. Actually ni tunda ambalo linaweza likakusaidia kuleta watu kwa Yesu Kristo. So, kwa muda mrefu sana nimewaza kuleta watu kwa Yesu ndio tunda, ndio matunda. Kwa mwisho wa mwaka ukifika naanza kupiga mahesabu, nimezaa matunda kiasi gani? Nafikiri tunahitaji kubadilisha audit system yetu. Audit Kiswahili nini? Ukaguzi. Tunapojikagua mwisho wa mwaka au mwisho wa msimu au mwisho wa mwezi au mwisho wa chochote, tunapojipanga kwenye ukaguzi wetu, lazima tujikague.
haya matunda yanaonekanaje kwangu? Haya maanake haya ndio utakatwa, haya ndio kukatwa kunasomeka kwenye matunda haya. Tunda hili ya nini? Upendo. Nitapita tu kwa haraka maanake siwezi kuyasemea yote na sijui kama naweza kusema vizuri. Upendo, mtu mmoja aliwahi kusema, wakiitwa watu wafuatao watasemaje kuhusu upendo wako? Mwajiri wako au aliyeajiriwa na wewe, watu wa namna hiyo. Adui yako. Maanake upendo sio wa mume na mke tu, ndio hao ni wa muhimu, mume na mke. Mume akaitwa atasemaje kuhusu upendo wako? Mke akaitwa unatoa hesabu gani? Lakini adui yako, maanake kipimo cha upendo wa adui ndio kipimo cha msingi zaidi. Maanake mtoto wangu anapendwa by default, mume wangu anapendwa by default, lakini adui yangu ni kipimo. Anasema na hiyo ndio tofauti ya nyie na watu wengine. Anasema mkiwapenda wanaowapenda mmepata faida gani? Hata watu wa mataifa wanafanya hivyo hivyo, lakini nyie mkiwapenda wale wanaowaudhi nini, hapo ndio tofauti yetu ilipo. Je, tukamwita adui yako, yule mtu ambaye unamuonaga ni adui, unaona unasema huyu kwa nini ananifanyaga hivi? Akaitwa tukamuuliza, hebu elezea kuhusu upendo wa agape. Agape upendo wake hapa ukoje? Kuna kukatwa au tunakaa? Furaha, unakutana na mtu amenunaga muda wote tunda na unajua ni serious, ni tunda la Roho Mtakatifu. Yaani maanake Roho Mtakatifu ndani yako hayupo, haujamruhusu awe na furaha. Anasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Ana furaha, yaani ni lazima ndani ya mioyo yetu lizaliwe tunda la furaha. Yaani ni lazima mtu anapokutana na wewe asmile. Yaani ukikutana tu na wewe, yaani na wewe tukasha hata ile kwa nini amesmile. Unafahamu kuwa Mungu alazimishi kitu sawa? Niliwaza tu wakati natafakari furaha, nikaanza nikasema Yesu alikuwa na wachaguaji wanafunzi, alafu alikuwa anasemaje tu nataka boti yako. Wengi tunadhani alikuwa anatumia authority. Kwa sababu Biblia inasema hakuwa mzuri wa nini, alafu hakuwa na mali. Kwa na hakika alikuwa akifika na kukutana pale na Petro nini wanasafisha nyavu, afa akamwambia nichukue boti yenu mpaka. Nina hakika alikuwa na charisma. Sasa sijui kwa Kiswahili charisma ni nini, lakini kuna namna ukikutana naye unajikuta tu umempa boti yako. Yaani inakaribisha. Nani anashakutenda dhambi alafu akakarudishwa na Mungu? Anakurudisha kwa upole, yaani furaha. Yaani hakuna furaha. Una furaha ndani yako au kundani kumejaa mazito, hata wewe umejaa nini? Yaani hata watoto wanasema jamani, mama hachekagi na mtu. Sio sifa. Kwa mama hachekagi na mtu. Hapana, hiyo sio sifa. Nafahamu hasa mama wa Kiafrika. Tuna hiyo sifa. Hatuchekagi na mtu. No. Wa baba sio mtu kimchezo. Hapana, furaha. Yaani unaweza kuwa strict but you are a happy person. You are a happy person. Wakati fulani mwenyekiti unisamehe na kutumia sasa kama mfano, akaniomba nimfanyie analysis kazini. Nikamwelezea ni yuko strict kazini, but he's approachable. Yaani tunaweza kwenda kwake, na mimi sisemi kama mimi kwa sababu ni Agape, lakini ni approachable. Is a person ambaye tunaweza kwenda, yaani ana eradicate furaha. Lazima kuwe na furaha. Yaani mtu wewe ni bosi, kwa hiyo watu wote wanakimbia. Yaani ukifika kila mtu mlango wake atoke. Tunda amani. Hii ni amani ambayo inapita akili zote, yaani haijalishi mazingira. Hii ni amani iliyomsababisha Yesu akalala kwenye boti inataka kuzama. Hiyo nimejitafakari nikagundua hiyo kidogo siku za karibuni nimeikosa. Hilo tunda kuna namna linahitaji kukua ndani yangu. Kuna vitu vinatokea nakosa amani, yaani vinanichanganya kule kazini. Hapana, mimi sitaki kuchanganyikiwa. Yaani nchi inapopita kwenye shida kama saa hizi, unakutana na mpendwa, what is wrong with you? Amani ya Kristo inakaa ndani yetu. Yaani wewe nchi haijalishi huku nje kumekaaje, amani ya Kristo. Kwa sasa usipokuwa na hiyo amani unaomba nini? Ndio ile unaenda unaomba, Baba wa mbinguni naomba uangamize hawa watu.
kabisa kabisa. No. Mungu hafanyi kazi ya kuangamiza watu. Aliacha wakati fulani baada ya Yesu kuja, aliacha. Hafanyi kazi ya kuangamiza watu. Nikiwa na amani nasema Mungu waokoke kwa jina la Yesu. Okoa kule Ikulu kwa jina la Yesu. Okoa kule wapi kwa jina la Yesu. Watu wasio na amani hawaombi hivyo. Hawaombi hivyo. Hataomba kuanza kuwavunja wapate nini? And the peace of God. Biblia ya Kiingereza inasema vizuri, the shalom of God. The shalom. Ndio maana inaitwa Jehova Shalom. Unapokosa amani, mwambie Roho Mtakatifu, tunda hilo limekosekana ndani yangu, leta. Ile amani ambayo ilimsababisha Petro ana walinzi huku na huku, ana nini, na kesho anaenda kukatwa shingo, amelala. Mpaka malaika anafika kwenye seli anamwambia, amka. Amelala. Umelala, unaenda kulala umelala. How? Alikuwa na tunda la amani ambalo bado hatujafikia. Amani. Yaani ni lazima tuwe na amani. Uvumilivu. Nipite hapa, niruke kwa. Uvumilivu. Amekwaza na wandugu kidogo, nimeacha fellowship. My friend. Kweli tumekukwaza kidogo, samehe. Siende kanisani tena. Hawa Lutherani wamenikera. Niachie hapo. Utu wema. Mtu anaweza akakutana na wewe akasema jamani nimekutana na mwanadamu. Yaani mtu anaweza kwa sababu yetu akasema malaika wapo. Yaani mtu ukamfanyia kitu akasema malaika jamani wapo. Ulishakumsikia mtu anasema jamani kuna mtu leo nimekutana naye akanisababisha nikaamini kwa wanadamu bado ni wazuri. Maana kuna kitu amekiachia ambacho sio cha kawaida. Fadhili. Unafanya fadhili kwa watu wengine, unawafadhili watu. Au wewe ni yule mtu ambaye ukisikia wageni wanakuja nyumbani kwako unasema ni amani kwa nini? Fadhili. Biblia inasema ukiwafadhili watu kuna wale wafadhili malaika bila wao kujua. Fadhili. Mtoto wangu amenizidi fadhili kidogo. Unatembea na Genesis imefika kwenye traffic light imesimama. Akitokea tu mtu umekwisha. Mama, you sure you don't have a 200? Mami you are a liar. Na sasa siku hizo naongea kwa Kiingereza. Wewe ni muongo, mpe. Yaani mpaka nikiwasha gari nikapita. Yaani najua kabisa hapo Roho. Yaani unasikia Roho Mtakatifu sana anakuambia hapo umechemsha. Fadhili. Tuwafadhili watu, fadhili wageni, fadhili watu wenye shida, fadhili. Kuna watu unaona wanakuja fellowship unajiuliza, hivi mtu amekula? Nina uhakika moyoni mwako unasikia kabisa, fadhili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujaribu kuyafanya matunda afu tuone kama watu waongezeke fellowship. Maana kuna mtu alishakuja fellowship akasema ninapanda, anakuja hapa ndio anatoa shuhuda. Ninapanda haisi mbili. Kwanza yule mama nini nijikuta nakumbuka leo sana ninapoongea fadhili. Roho Mtakatifu anatukumbusha mambo. Alisema napanda daladala mbili nije fellowship. Kwa sababu yeye kutokuja fellowship ni nini? Daladala hizi. Hebu pata picha tungechukua namba zake. Kila Jumamosi unamtumia hela, mama uje fellowship. Hela yako anaulio. Uaminifu. Wanasema usiajiri mloko. Wanasema una kazi yako usimpelekee. Wangapi wameumizwa na kukopesha wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Mama mnyoshi leo, lakini mnasemaje kule pembeni tunawasikia. Zamani mama yangu alikuwa ananiambia, kweli Agape hapa tutapangisha kisitapangisha mtu aliyeokoka. Hapana, maki atakuja atakwambia unajua mpendwa. Ungekuwa unakaa kwa Muislamu ungekuja kumwambia unajua mpendwa. Si ungefanya wajibu wako? Lakini kwa mpendwa kwa sababu ni mpendwa ufanye wajibu wako. Unajua ni wajibu tu, ni jambo la kujipanga tu. Ingekuwa serikali imetupangishia nyumba alafu inasema usipolipa miezi 3 unaondolewa ndani ya nyumba. Si ungelipa? Lakini ukienda kupangishwa na mpendwa, umekopeshwa hela, tengeneza mpango kazi. Imeshindikana, mwambie mpendwa nipe wakati fulani. Lakini hilo tunda limekosekana kwetu. Ofisini hawataki kutuajiri. Zamani watu walikuwa wanaajiriwa kwa sababu wameokoka, siku hizi kwa sababu wameokoka hawaajiriwi.
It's the opposite. Hatuwi waaminifu wa muda. Hapa wengi tunafeli hata kuja fellowship. Fellowship inaanza saa 9. Tunakuja pale saa 9:30, saa 10. Uaminifu. Je, mtu anaweza kusema Biblia Yesu aliwaambia akasema ndio yenu na iwe na hapana na iwe. Ifike bali mtu aseme alisema kwa sababu aliahidi atafanya. Genesis ananiambia mama you promised. The moment anasema hivyo anafahamu nimeisha. Yaani akilishanikumbusha kwa niliahidi. Na ndio hivyo, na ni nature ya Mungu, na ndio maana anaziweka kwa sababu ni nature yake. Biblia inasema kwa sababu nilisema nitafanya. Kwa sababu ni nature yake, ni nature anayotaka ndani yetu pia. Nilisema kwa mdomo wangu, nilikuja nikakwambia naomba unipatie. Nilikuahidi tutakutana saa fulani. Nilisema nitafanya hivi. Nimesign contract kwa nataka niwepo hapa muda huu. Nisipofika kwa wakati, nimetenda dhambi. Natubu kama zingine. Kama zingine. Nachelewa kazini kwa shida sana. Sana. Kwa nini? Kwa sababu sifanyi kazi habari nodi. Namfanyia Mungu. Kwa ni lazima nifike kazini kwa wakati. Tena labda na zaidi, mwenyekiti ananishinda. Maki anafika nusu saa kabla. Nusu saa kabla ameshafika kazini. Afu ni HR. Imagine. Afu unachelewa. How? Mungu atusaidie. Hata mimi ili ninavyokuambia nikwambie tu na mimi nimeshapambana na Roho Mtakatifu kwa nyumbani anisaidie. Mungu atusaidie. Upole. Sasa hapa kuna Wapare wanasema ana hasira za kikwao. Kuna sisi Wapare tunasema nina hasira za kikwetu. No. Tulinunuliwa kwa damu ya thamani, tumehama ukoo. Sisi ni ukoo mwingine kabisa. Huwezi ukasema nina hasira za kikwetu. Kwani ndio wapi? Kwani ni mbinguni. Ulipookoka ulihama citizenship. Citizenship yako ni ya mbinguni. Kwa hiyo nature ya Mungu lazima izaliwe ndani yetu. Lazima hilo tunda lizaliwe. Huwezi ukaniambia una hasira za kipare. Hasira za kipare hamna. Yes, hakuna hasira za kipare. Kwa hiyo usiseme usipige mtoto kimakosa, afu kasema unajua ni zile hasira za kwetu. Hapana. Maliza kuomba msamaha kwa Mungu, muombe mtoto msamaha. Najua hatuna tabia za kuomba watoto msamaha, lakini tuombe msamaha. Ulikosa. Mimi namwombaga Genesis msamaha. Kuna wakati nakuwa na hasira za kipare. Natubu kwa Mungu. Nikimaliza natubu kwa Genesis. Ninaomba unisamehe hapa nilikosea. Nimekuja huko nimekuwa na stress, sioni kitu fulani, na mnamba Genesis namwambia ni wewe ulikisogeza. Upole. Ni lazima ndani yetu poe na tunda la upole. Yaani mtu ajue kabisa kwa nikija kumueleza huyo mtu. Sisi ni watoto. Kati ya vitu ambavyo vinakupa amani ya kurudi kwa baba kusema nimekosa. Na hapa namaanisha baba wa duniani. Ni nature unayojua baba yako. Hilo ndio litakalo kukupa amani ya kurudi nyumbani. Ama sivyo anapotea mtoto. Mtoto siku zote anaangalia nature ya mzazi ni ipi. Je, nikivurunda narudi au napotea huko nilikopotelea? Hiyo ndio nguvu iliyoturudisha hapa madhabahuni leo. Siku nilipokosa nilirudi kwa TT. Kwa nini? Kwa sababu TT ni mpole. Ana kelele hapa tu anaonekana hapa. Lakini ni mpole. Nyumbani ni mpole. Kwa hiyo nilipoenda akaniambia nieleze kuhusu hiyo kaka. Nitalia mtoto. Ilisha. Finish. Akaniambia unaenda kwenda kliniki? Ilisha. Na hajasema tena mpaka leo. Upole. Lazima pawe na upole. Kiasi. Sijui nisemeje. Mungu atupe kiasi kwenye kila kitu. Kasoro upendo. Upendo hamna kiasi. Matunda ya Roho yana kiasi. Huku unafanya mpaka kupitiliza. Kwa sababu Yesu hakuwa na kiasi kwenye kutupenda, alitupenda haswa. Lakini kwenye mambo mengine ndio maana vitu kama ulafi Mungu anaviita kama ni dhambi. Mtu kwa nini anataka uwe na kiasi kwenye kula, kwenye kunywa, wakati fulani nilikuwa na pambana na Roho Mtakatifu kuhusu movies. Sasa wazee hawawezi kunielewa lakini vijana wanaweza wakanielewa. Nilikuwa naangalia sana movies. Sana. Kuna wakati nilikuwa nasoma chuoni kwa kuangalia movie. Nasoma huko naangalia movie. Alafu nafaulu. Sasa kwa hiyo ndo cha ajabu. Sijui kichwa changu kimekaaje. Anyways. Lakini nilikuwa naangalia movie sana. Kwa nikafika mahali nikasema mbona kama inanizidi. Ni dhambi au sio dhambi? Niligundua sikuwa na kiasi.
Kwa sababu ile ikawa dhambi kwangu. Kwa mtu akiangalia movie mara moja kwa wiki nzima si dhambi, ila ikiwa ni tabia, ndio mahali tunapokutana na maadikti. Ndio tunapokutana na mtu ambaye ana tabia ambazo haziwezi kukontrolika, anachukua na uraibu wa jambo fulani. Kwa nini? Anakosa kiasi. Anakula, anasema mimi nikianza kula chocolate simalizi. My friend, how? Kiasi. Lazima tuwe na kiasi kwa kila kitu. Kuongea, kutembea, kufanyaje, lazima kila jambo tunalolifanya tulifanye kwa kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hii miti tulioisoma? Kwa nini miti hii? Kwa nini miti hii? Mti wa Marko 11 mstari wa 13 na 14, kwa miaka mingi sana mimi sasa najua naongea na watu ambao wameokoka mbele yangu na wamekuwa zaidi yangu, lakini mimi kwa muda mrefu sana nilikuwa nawaza Yesu aliuonea mti mimi agape. Kwa sababu kwanza alisema ulikuwa una majani, alikuwa na njaa, akaenda akakosa matunda. Biblia inasema ilikuwa sio kipindi cha tini. Mti watu umekosa nini? Sio kipindi cha maembe. Umekuja kutaka maembe kwangu, unanilaani, nimekosa nini? Nina mistari miwili kwenye Biblia ambayo nilikuwa nawaza Yesu akutenda haki. Yule mwanamke yule jina nini? Alikuja akamwambia niponye mtoto wangu, akamwambia siwezi kuwapa mbwa chakula cha Jesus. You are so unfair. Mstari huu na mstari huu. Hii mistari miwili nilikuwa nasema Yesu kwa kweli. Sasa hapo kweli ulionea mti wa watu bure. Lakini nilipoenda kusoma sasa habari za mtini, habari za watu wengine kwenye Biblia waliochambua, wanasema mtini aina jinsi, na ndio maana ni mti wa mtini. Miti mingine inawezekana ina tabia hiyo, lakini mtini una tabia ya kuwa na majani mengi kipindi unapokuwa na matunda. Majani ya kutosha ndio unakuwa na matunda. Kwa mtini ulionyesha majani mengi, ulitoa picha kuwa mimi nina matunda. Ndio taarifa iliyotoa, ambayo ni taarifa sisi tunaoitoa kwa watu wengi. Akikuona na Biblia yako, mimi tunatoa taarifa kwa hapa, mkija kutafuta matunda hapa mtayapata. Tukishika Biblia zetu, tuko tunakuja fellowship, hiyo ndio taarifa tunawapa watu. Tunaambia unajua nini? Nina matunda. Mimi anaonyesha majani mengi Biblia, notebook nini. Unapoenda kanisani ambapo kodi kanisani hata siku moja unaambia watoto ni lazima twende kanisani. Majani. Tukija kutafuta matunda sasa. Hapo ndo tunagundua wakulaniwa huyu. Hamna kitu. Ni majani matupu. Tumekuwa tukiona. Hivyo tumekuwa hivyo watu kwa muda mrefu, tumekuwa ni wabeba Biblia, tumeishi kwenye wokovu, tukisimama tunasema ni wokovu kwa miaka 30 sasa. Yes, matunda. Tukianza kutafuta matunda, tunakukuta wewe ndio na masira. Tukija sehemu yako ndio tunaambia sijui. Ndio tunasikia habari zako sio uaminifu. Tunasikia hili, tunasikia lile. Matunda. Kwa huu mti ulionyesha matumaini ya kuwa ndani yake kuna jambo. Baada ya kuokoka miaka 30, pale mtaani akaletwa mtu anaumwa na mapepo. Tunaombea. Je, ushuhuda wetu ni nini? Wakati fulani nikiwa Mwanza, mdada wangu wa kazi akapata mapepo. Nikapigia simu mtu aje muombe. Nikasema hamna, sijaokoka. Unapata mtu mwenye mapepo ndani ya nyumba yako, naita mtu aje muombe? Hapana, bandika mikono kwa jina la Yesu. Wakati naondoka nyumbani, nimetoka mahali nimerudi nyumbani, nimemkuta Genesis ameshajiandaa kuja fellowship. Baada ya dakika chache Genesis ameumwa. Very strange. Nimeambiwa Genesis, namuona anatetemeka. Genesis ni nini shida? Siwezi kwenda fellowship tena. Sasa unajua shetani usimchezee kwa jina la Yesu. Nimemwacha huko nyumbani, najua atakuta amepona. Yaani ni lazima tufike hapo. Tunapata matunda kabla hujatupigia na kututumia message ya unaumwa. Kabla ya kututumia message kwenye group, unaruhusiwa kutuma message. Kabla hujatutumia message ya wewe unaumwa au mtoto anaumwa, umeomba? Umekemea? Umepambana naye? Umeiamuru hiyo hali? Maki tumefika mahali hatuna matunda, hayaonekani.
Tunawatafuta watoto ambao hawajakomaa kivile kiuni kiroho. Kuna mtu ameokoka miaka 2 iliyopita, lakini tunasema yule mtu ni muombaji, hebu tumpelekeni huyo mtu akaombewe. Wewe umeokoka miaka mingapi? 30. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anachukia hizo hali. Kwenye kitabu cha Ufunuo anasema amua, wewe ni moto au ni baridi. Uamue una majani na matunda au tukukate. Amua. Analiambia kanisa la Sardi, anasema ninakujua una jina la kuwa hai, lakini hataki hizo mambo. Yaani hataki rangi mbili, hataki penicillin kwenye wokovu. Nataka chagua kimoja. Wewe ni moto au baridi. Basi, wewe uko hai au umekufa. Wewe una majani pamoja na matunda, ama sivyo usituonyeshe majani yako. Baki na majani yako, kwa sababu tukija kuinspect tunataka kuona matunda. Mti wa pili, mti wa Luka 13 mstari wa 6 mpaka wa 7 inaelezea, anasema nimekuja miaka 3 kutafuta matunda. Wanasema mti wa mtini unachukua miaka 3 kukomaa na kuzaa matunda. Miaka 3. Kwa tangu upande mpaka uje utafute tunda la kwanza ni miaka hiyo. Sasa Biblia inasema yule bwana alienda mara ngapi? Mara 3 kutafuta matunda. Kwa kama huyu bwana alienda mara 3 kutafuta matunda, maana yake wakati wa haya mazungumzo ule mtu ulikuwa unaangalau miaka mingapi? 6. Angalau minimum miaka 6. Hiyo hesabu imeeleweka? Kwa hiyo baada ya miaka 3 ya kwanza yule ndugu alienda kutafuta matunda, akakosa. Akaja mwaka wa pili kutafuta. Kumbuka umepanda ndani kwenye shamba la nini? La mizabibu. Sio shamba lake. Sawa? Umepanda kwenye shamba la mizabibu. Anakuja mwaka wa 3 hamna matunda. Basically anachomwambia mwenye shamba, yule mtunza bustani anamwambia hivi, hii miaka 3 iliyokuja ungekuwa umepanda mtini mwingine, ungekuwa umeshanipa matunda, huu unanipa hasara. Ndio hiyo mahesabu ya huyu bwana. Yapata hiyo mahesabu. Kwa hii miaka 3 niliyopa, kumbuka kwanza umechukua nafasi ya mwenzio. Hili ni shamba la nini? La mizabibu. Mtini nikaweka kwenye shamba la mizabibu. Miaka 3 ikaisha, nikaja hamna. Nikaja mwaka wa 5, labda sasa alikuja mwaka wa 3, akaja mwaka wa 4, akaja hamna matunda. Anasema ningekuwa nimepanda mwingine. Maana yake ningekuwa nimepanda mwingine, ningekuwa na matunda sasa hivi. Mungu hafanyi biashara ya hasara hata siku moja. Kuna wakati kwenye maisha Mungu anatuangalia. Akikuangalia anaona amefanya biashara gani baada ya kuokoka? Tubaki na hilo swali. Je, ni biashara ya hasara au ya faida? So basically Biblia inachotuambia ni kuwa kuna kipindi ambacho ni cha kutunzwa. Sawa? Kuna kipindi ambacho tutapandwa, tutakuwa ni wachanga, tutakuwa. Biblia imetueleza maelezo mengi sana ya mkiwa watoto mlikunywa maziwa, lakini sasa hivi mmekuwa watu wazima, lazima mle vyakula vigumu. Hiyo mistari tumeisoma, tumekuwa nayo hiyo mistari. Anasema sasa hivi mnapaswa kuwa walimu kwa sababu mmelikulia hili neno, lakini mpaka sasa hivi bado mnakunywa maziwa. Paulo alikuwa anawaambia mpaka sasa hivi bado mnakunywa maziwa. Sasa hivi mlikuwa mnapaswa na nyinyi walimu wa watu wengine. Mpaka sasa hivi ukijiangalia kwenye maisha yako, unajua inawezekana umekoka miaka 30 lakini kiroho una miaka hii bado unakunywa maziwa. Je, bado tunakunywa maziwa? Anasema nilikuwa na mambo mengi ya kueleza. Paulo anawaambia kwenye Waebrania. Hatuna uhakika Waebrania ameandika Paulo. Kwenye Waebrania inasema ninatakiwa niwaambie mambo mengi. Waebrania wa Korintho wa kwanza. Anasema lakini bado hamjatosha, hamjakuwa. Na Mungu anataka progress. Wana wa Israeli wakiwa jangwani walipewa mana. Sawa? Chakula kilipoisha walipewa mana. Unajua mana iliisha lini? Siku walipoingia Kanaani. Biblia inasema mana Kwenye maisha yetu kuna siku ya kuingia Kanaani. Lazima mana ziishe. Bahati nzuri napenda shuhuda. Kwa nasikilizaga shuhuda, ina memory za shuhuda zenu nyingi mkizitoaga hapa mlivookoka.
Tulipookoka nilimwambia tu Mungu anipe godoro. Kuna mtu aliyekusema hiyo godoro, haishaka tu godoro limekuja. Nilipookoka sijui nilitaka sijui nini, kikaja hapo. Ndio yule mtu akatunga ule wimbo akasema wokovu ni tambarare. Wakati umeokoka, you are an infant, wewe ni baby. Baby hafikiri chakula, hafikiri kutafuna, ananyonya. Kwa wakati tumeokoka tu, kila kitu kilikuwa ni tambarare. Ndio maana shuhuda zenu mkisema hapa tu napiga makofi tunasema haleluya. Kwa nini? Tulikuwa watoto. Sasa hivi ni lazima tu exercise vile ambavyo Mungu ametufanyia kule nyuma. Ni lazima tufike mahali pa kusema sasa, wakati ule nilikuwa narudia kwa baba, baba naomba unipe godoro. Sasa hivi unaliamuru, unasema godoro ulipo kwa jina la Yesu. Umemaliza. Sasa hivi unaamuru tu vitu. Umekuwa anasema mali zikiwa ni za mtoto, ajapo ni mtoto yuko kama mtumwa. Anasema anapokuwa zile mali sasa zina haki ya kuwa yeye. Kwa nini? Kwa sasa amemachua. Biblia inasema kwa nini lazima tufike mahali pa kumachua ili kupata kile cha kwetu ambacho tumekipa na Mungu. Lakini bado tukiangalia maisha yetu, je, tumefika hiyo sehemu pa kuamuru vitu na kuviambia wewe sogea, wewe ondoka pale, wewe fanya hivi, wewe nchi sasa hivi umetuchosha, tutaki tena hii hali. Sisi ndio tunatakiwa hapo tusema, yani tuwe tumekomaa tayari kuzaa matunda, tuwe tumezaa matunda tayari kuyafanya mambo yabadilike. Na tunapokuwa tumeyazaa matunda, tunapokuwa tumekuwa na kukomaa, inakuwa ni rahisi watu kuokoka kupitia maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja alikuja, nimekwambia napenda shuhuda. Kwa hiyo mimi kwenye mahubiri nasikilizaga sana. Alikuja mwenyekiti wa taifa hapa. Akatushuhudia akasema kuna dada mmoja walikubaliana miadi kuwa wakutane ofisini kwa huyo dada. Alipofika hakumbuki vizuri jina lake. Lakini alivyomdescribe afa akasema ameokoka. Watu wakamwambia kwanza usihii haina mtu aliokoka. Alipo describe yule dada akatokea wakati anamalizia kuwaelezea. Wakamwambia ndio ameokoka. Walimcheka. Niliwaza sana siku ile. Sana. Nikasema ikifika mahali watu wakacheka Yesu wetu. Mtu akifika mahali akiniulizia akasema yule dada aliokoka, ananipata au anaambiwa hakuna mtu aliokoka hapo? Mtu akafika pale sokoni, mtu akafika pale mtaani, akasema natafuta mtu aliokoka. Je, atasema huu mtaa hauna mtu aliokoka au atasema nenda kwa fulani? Ni lazima maswali yawepo na sisi kila siku. Kama mwezi mmoja uliopita nilipata hiyo bahati. Nikamwambia Mungu, kumbe nimeweza kuzaa matunda. Haleluya. Ofisini mtu alikuja na mtoto wake. Anamzungusha, watu wanamsalimia. Alipofika kwangu akasema na huyu ndio yule aunti ambaye anampenda Mungu. I said haleluya. Hey! Kwa mara ya kwanza inawezekana unasema moyoni, hii ilisemwa wazi. Actually ilikuwa ni eneo la kunywa chai, kwa watu walisikia. Kwa huyu ni yule dada anaye, huyu ndio yule aunti. Kwa inawezekana kuna mahali nasemwa, kuna aunti anampenda. Na hizo ndio sehemu ambazo ni rahisi sisi kucompromise. Huko ndio sehemu ambazo ni rahisi sisi kuharibu. Mungu atusaidie. Kwa jina la Yesu atusaidie tuzae matunda na matunda yetu akapate kukata uzima wa milele. Amen.